Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kwanza hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ihsani yake. Ameweza kutukutanisha katika kipindi hiki kizuri kwa lengo la kuweza kuelimishana mambo yanayoendelea duniani na kuelimishana yale ambayo yanayoendelea katika ardhi ya Middle East. Na pia niwashukuru ndugu zangu wa Qiblateni Online TV kwa kuchukua fursa hii kwa kunikaribisha na kunialika kwa ajili ya kuweza kuzungumza jambo kama hili, na kwa hakika wanafanya kazi nzuri sana kwa ajili ya kuelimisha umma wa Kiislamu, na hata kwa wale ambao wasiokuwa Waislamu, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri kwa kazi hii kubwa wanayoifanya katika kuweza kuelimisha umma duniani kote. Nianze kuelezea tu kile ambacho kinachoendelea katika ardhi ya Middle East kwa sasa. Kama tunavyofahamu kwamba kila mmoja anafuatilia yale yanayoendelea katika ardhi ya Middle East, japokuwa kuna watu ambao walikuwa hawafuatilii, lakini kwa hali ya maisha inavyoendelea duniani kote inamlazimu kila raia aweze kufuatilia yale ambayo yanayoendelea katika ardhi ya Mashariki ya Kati, kwa sababu yanamgusa moja kwa moja, kwa sababu tunaona sasa hivi mafuta yamepanda bei na vitu vimepanda bei. Kwa hiyo maana yake yanayoendelea Mashariki ya Kati yanamgusa kila mtu, kwa hiyo anakuwa na wajibu wa kuweza kufuatilia kitu gani kinaendelea. Tumeweza kuona sasa hivi Irani pamoja na Marekani wapo katika meza ya mazungumzo Pakistan, wakiwa wanafanya makubaliano ya kuweza kutafuta amani ya kudumu na kuweza kusitisha vita. Lakini wakati huo huo tunaona Lebanoni ikiwa inashambuliwa, lakini inawezekana kuna baadhi ya watu wasielewe kwamba kwa nini Lebanoni inashambuliwa. Ugomvi wa Israeli umetoka wapi kwa Lebanoni mpaka wanaishambulia Lebanon? Tumeona watoto wanakufa katika ardhi ya Lebanon. Beirut, mji mkuu wa Lebanoni, unashambuliwa, makazi ya watu yanalipuliwa kwa mabomu. Watu wanaweza wakajiuliza kwa nini Israeli anaishambulia Lebanoni wakati ana ugomvi na Iran. Sasa hivi ni vitu ambavyo nikasema niweze kuvizungumza ili umma uweze kuelewa kwa nini Israeli anaishambulia Lebanoni, na haya makubaliano ambayo wanayokwenda kuyaingia Irani na Marekani yatafanikiwa, na kama yatafanikiwa yataleta impact gani katika hii vita ambayo inaendelea. Kimsingi nianze kuelezea haya makubaliano ambayo wanakwenda kuyafanya. Marekani imetuma mwakilishi wake, makamu wa rais wa Marekani, lakini pia Irani imemtuma spika wa bunge Dr. Muhammad, lakini pia imemtuma waziri wa mambo ya nje wa Iran kwenda katika makubaliano haya, na kimsingi tayari yameshaanza makubaliano hayo. Lakini binafsi yangu kuna vitu kadhaa ambavyo ningependa kutoa maoni yangu katika yale ambayo yanayoendelea. Wazayuni na Mayahudi hawajawahi kuwa wakweli tangu enzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hawajawahi kuwa wakweli, na mara nyingi wamekuwa ni watu wa kukiuka makubaliano. Kwa hiyo kwanza, katika mtazamo wangu sioni kama makubaliano haya yanaweza kuleta matokeo chanya kwa namna ambavyo ninavyowafahamu Wazayuni. Sioni kama makubaliano haya yanaweza kuja kuleta matokeo chanya kama vile watu wengi wanavyodhani, kwa sababu Wazayuni wamekuwa ni watu ambao wa kukiuka makubaliano na Mayahudi ni watu ambao wamekuwa ni watu wa kukiuka makubaliano. Wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ukisoma katika historia utakuta Mtume alifanya sulhu nyingi sana, kama vile ambavyo unavyoona leo wanafanya Iran, wameingia katika sulhu. Mtume alifanya sulhu Hudaybiyah. Kila mmoja anajua Mtume aliingia katika mikataba na Makuraish wa Makka, mkataba uliokuwa mgumu kwa ajili ya kutafuta sulhu, kutafuta amani baina yake yeye na wale ambao wasiokuwa Waislamu. Lakini yako makubaliano Mtume aliyoyafanya wakati alipoingia katika mji wa Madina,
Mtume alipoingia katika mji wa Madina alikuta kuna makabila ya Kiyahudi, alikuta Mayahudi wako pale katika mji wa Madina, japokuwa wale Mayahudi waliokuwa katika mji wa Madina hawakuwa wenyeji wa Madina, lakini Mtume aliwakuta pale. Kwa hiyo iko mikataba mbalimbali, yapo makubaliano mbalimbali ambayo Mtume aliingia na Mayahudi, kwa sababu pale walikuwa Banu Quraidha, walikuwepo Banu Nadhiri, walikuwepo Banu Kainukaa. Haya ni makabila ya Kiyahudi ambayo Mtume aliyakuta katika mji wa Madina. Kwa hiyo yako makubaliano mengi ambayo Mtume aliyafanya. Kwa hiyo wanachokifanya Irani ni kitu ambacho hata wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kilifanyika kwa ajili ya kutafuta amani, kwa ajili ya kuweza kutengeneza sulhu baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu au watu ambao wanagombana. Lakini mara nyingi mikataba ambayo walikuwa akiingia Mtume, Mayahudi au Mazayuni wamekuwa ni watu ambao wao ndio wa kwanza kuweza kuvunja yale makubaliano. Kwa mfano, katika baadhi ya makubaliano mbalimbali ambayo Mtume alikuwa anaingia kwa ajili ya usitishwaji wa vita, lakini Mayahudi walikuwa ni watu ambao wanavunja ile mikataba na wakawa wanakwenda kuwavamia Waislamu kwa ajili ya kwenda kuwapiga. Tazama katika vita vya Uhud, Waislamu walikwenda kuvamiwa, walikwenda kushambuliwa na watu kutoka katika mji wa Makka. Makuraish kwa maana ya washirikina walikuja kuwavamia Waislamu wakiwa wengi sana, na Waislamu katika vita ile bado walikuwa ni wachache, kwa sababu Uislamu ndio ulikuwa unaingia, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala Waislamu walishinda ile vita, japokuwa yapo yaliyotokea, lakini Waislamu waliweza kushinda ile vita, japokuwa kulikuwa na makubaliano ambayo Mtume aliingia na wale ambao wasiokuwa Waislamu, lakini bado waliweza kuwafata Waislamu, wakavunja makubaliano na wakaja kuwavamia Waislamu. Kwa hiyo haya mambo yalikuwepo tangu wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallama, lakini Mayahudi wamekuwa ni watu ambao wao ni wepesi wa kuvunja makubaliano. Sasa Iran anakwenda katika meza ya mazungumzo, kwa maana ya kuingia makubaliano ya kusitisha vita inayoendelea baina yake yeye na Israeli pamoja na Wamarekani. Wakati wa khilafa ya Ali bin Abi Talib, paliwahi kutokea vita vinaitwa Bukaatu Sifin. Ni vita ambavyo walipigana Waislamu kwa Waislamu. Upande mmoja Waislamu ambaye alikuwa akiongoza ile mapambano alikuwa ni Muawiya bin Abi Sufyan, na ambaye alikuwa ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na upande mwingine alikuwa ni Ali bin Abi Talib ambaye alikuwa ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wote hawa walikuwa ni masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, lakini walipigana vita. Na katika vita hiyo vya Sifin walikufa Waislamu wengi sana, walipigana Waislamu kwa Waislamu na wakafa Waislamu wengi sana, takriban 70,000 walikufa Waislamu 70,000 katika vita hiyo. Na mwisho wa siku kuna baadhi ya wafuasi wa Ali wakatoa ushauri kwamba waingie katika makubaliano kwa ajili ya kusitisha vita, lakini wapo watu katika kundi la Ali wakakataa kuingia katika makubaliano ya kusitisha vita. Alikuwa ndio mtu wa mwanzo yeye kutaka wahukumiane kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa anataka ipatikane islahi baina yao kwa sababu wote ni Waislamu. Muawiya akapeleka maombi kwa Ali kwamba wakae mezani waweze kufanya makubaliano, vita iweze kuisha. Kwa hiyo unachokiona leo Iran, kinachoendelea baina ya Iran na Israeli na Marekani ni kitendo ambacho kilitokea hata wakati wa khilafa ya Ali, lakini Irani wanapaswa kuwa makini, kwa sababu wakati fulani katika makubaliano kunakuwa na ghushi ambayo wakati mwingine inaweza ikatokea, kunakuwa na khada wakati mwingine inaweza ikatokea katika makubaliano. Kwa mfano, wakati wa vita vya Muawiya na Ali bin Abi Talib walitoka watu wawili kwa ajili ya kuwakilisha katika mazungumzo ya kupatikana kwa amani ya kudumu. Upande wa Ali alitoka Abu Musa al-Ash'ari na upande wa Muawiya alitoka Amru ibn al-As, alitoka upande, na wote hawa ni masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wakakaa mezani kwa ajili ya mazungumzo, lakini mmoja akamfanyia khadaa mwenzake. Mwisho wa siku kilichotokea, wale watu wa Ali wakaja wakapigwa sana, na mwisho wa siku vita ikawa mbaya sana, na baadhi ya wafuasi wa Ali ikabidi wakamtenga Ali kwa sababu walimwambia asiingie katika makubaliano, lakini Ali akaingia katika makubaliano kwa lengo la kutafuta islahi,
kwa lengo la kutaka kukomesha vita iliyokuwa inaendelea. Mwisho wa siku, katika wale ambao waliokuwa wapatanishi, mmoja akamfanyia khadaa mwenzake, mwisho wa siku wale wafuasi wa Ali wakapigwa sana. Kwa hiyo anachotakiwa kukifanya Iran katika makubaliano haya, anatakiwa awe na mikakati mbalimbali, awe na mikakati mbalimbali. Tumeweza kuona Irani ana vipaumbele vyake ambavyo amevielekeza katika mazungumzo haya ambayo anakwenda kufanya. Irani amekwenda na vitu vyake 10 mezani, masharti yake 10 mezani kwa ajili ya kuweza kusitisha vita, lakini pia Marekani na yeye amekuja na masharti yake mezani kwa ajili ya kuweza kusitisha vita. Lakini ukiangalia kwa makini, kwa mtazamo wangu ni kwamba yale ambayo anayataka Iran, Marekani hawezi kukubaliana nayo. Marekani hawezi kukubaliana nayo hata kidogo, kwa sababu ni vitu ambavyo vinakwenda kumnufaisha Muirani zaidi kuliko ni Marekani. Miongoni mwa vitu ambavyo Muirani anavitaka kutoka kwa Marekani katika makubaliano haya, kwamba Marekani aweze kuondoa bezi zake Middle East. Marekani aweze kuondoa bezi zake Middle East. Tunajua kwamba Marekani ana bezi Saudia, Marekani ana bezi Iraq, Marekani ana bezi Bahrain, ana bezi Lebanon, ana bezi UAE, Marekani ana bezi nyingi sana. Katika miongoni mwa vitu ambavyo Iran anavitaka katika makubaliano yake, anataka Marekani aweze kuondoa bezi. Marekani aweze kuondoa bezi katika maeneo ya Middle East, kitu ambacho Marekani hawezi kukifanya, kwa sababu moja ya njia ya Marekani kujiongezea uchumi au uchumi wake kuwa mkubwa ni kuweza kuishikilia ardhi ya Middle East, na ukimwambia aondoe bezi, maana yake unampokonya ardhi ya Middle East. Kwa hiyo kiuchumi Marekani ataweza kusheki, kitu ambacho anakuwa hawezi kukifanya. Kwa hiyo masharti ambayo Muirani ameyaelekeza kwenye mazungumzo haya ni magumu sana, kiasi ambacho kwa mtazamo wangu naona Marekani hawezi kukubali, na Muirani anapaswa kuwa makini, kwa sababu mara nyingi Wazayuni wamekuwa ni watu ambao wakukiuka makubaliano. Wanaweza wakakubaliana na mwisho wa siku bado wakaenda kinyume na yale makubaliano. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ninavyoiona vita hii, Marekani amekubali kwenda kukaa mezani au ameomba kwenda kukaa mezani kwa sababu ameona vita imemuelemea. Unajua Muirani sio aliyeomba haya mazungumzo. Muirani sio aliyeomba, Marekani ndio ameomba haya makubaliano, yani wakae mezani kwa ajili ya kuweza kusitisha mpango wa vita kupitia baadhi ya washirika wake. Mfano tuliona mwanzo alikuwa amewaomba Italy waweze kuitisha haya mazungumzo, lakini Irani akakataa. Tumeweza kuona taifa lingine ambalo Oman vile vile alikataa Iran, lakini leo tumeweza kuona Pakistan limefanya ushawishi, Iran amekubali kwenda kukaa katika meza ya mazungumzo baada ya kuona Marekani kwamba vita imekaa vibaya kwa upande wake. Na kimsingi ni kwamba kimtazamo Marekani vita ameshindwa, kwa sababu moja ya malengo yake Marekani kuingia katika hii vita ni kufanya regime change katika taifa la Iran, ni kuweza kufanya mabadiliko ya kiutawala katika taifa la Iran, na kwenye jambo hilo hakufanikiwa. Yeye mkakati wake alijua kwamba kumuua Ayatollah Ali Khamenei kwamba atafanikiwa kufanya regime change, lakini moja ya vitu ambavyo taifa la Iran umefanikiwa ni kuweza kutengeneza viongozi. Unajua kuna watu wanakuwa viongozi alafu wanatengeneza chawa nyuma, lakini Iran walichofanikiwa ni kwamba wao hawakutengeneza chawa, bali wale viongozi walikuwa wametengeneza viongozi wengine. Kwa hiyo kumuua Ali Khamenei ni kama walikuwa wametia mafuta taa au wametia petroli kwenye moto. Maana yake wamekuja viongozi waliokuwa shupavu kumshinda yule mzee aliyekuwepo. Kwa hiyo lengo lao wameshindwa katika hilo. Kwa hiyo kwa tafsiri nyepesi ni kwamba Marekani hakufanikiwa katika hii vita, na moja ya njia ambayo anaitumia Marekani kutaka kuondosha aibu yake ambayo ameipata kwenye hii vita ni kutaka kutumia njia ya mazungumzo mezani. Laiti kama angeamua kuondoka tu moja kwa moja kwenye vita, maana yake rekodi ingeandikwa kwamba ameshindwa kwenye hii vita. Kwa hiyo ndio maana akawa anatumia njia mbalimbali za kidiplomasia ili waweze kukaa mezani kuweza kumaliza hii vita katika njia ya mazungumzo. Lakini kimsingi ni kwamba Marekani kwenye hii vita ameshindwa. Ameshindwa kwa sababu malengo yake hayakutimia ambayo walikuwa wanayataka katika taifa la Iran. Kwa hiyo Iran anapaswa kuwa makini sana kwenye haya mazungumzo. Anapaswa kuwa makini kwa sababu Marekani anakwenda kimkakati,
lakini pia Wazayuni siku zote wamekuwa ni watu ambao wanakiuka yale makubaliano ambayo watu huwa wanakubaliana. Mimi kwa mtazamo wangu na uoni wangu, Marekani anaweza akakubali yale ambayo Iran anayataka, lakini bado baadaye wakaja wakayakiuka hayo makubaliano, kwa sababu anachokitaka Marekani kwa sasa ni vita iweze kusimama, kwa sababu imemkalia vibaya. Wale ambao waliokuwa anaamini ni washirika wake wengi wamemkataa. Tumeona juzi Israeli anataka ubalozi wa Spain uweze kuondoshwa katika nchi ya Israeli kwa sababu anaona Spain amekataa kuwaunga mkono, na baadhi ya mataifa mengine, mfano Uingereza amekataa kuunga mkono kuingia katika hii vita, Ujerumani amekataa kuingia katika hii vita, Ufaransa wamekataa kuingia katika hii vita. Kwa hiyo Marekani amejikuta yuko peke yake. Kwa hiyo amejikuta anatumia nguvu kubwa, gharama kubwa, lakini bado ameshindwa kufanikiwa mikakati yake ya kuweza kupindua uongozi uliokuwa katika taifa la Iran. Kwa hiyo kimsingi ameshindwa hii vita. Kwa hiyo anakwenda kwenye mazungumzo, anaweza akakubaliana na yale ambayo Iran anayataka, lakini baadaye atakuja anapaswa kuwa makini, lakini ninavyoona Marekani atakubali kwa sababu lengo lake vita iweze kusimama, lakini sio kuyakubali ya masharti. Na kama watayakubali wa Marekani, watayakubali tu kwa lengo la vita iweze kusimama, aweze kujipanga, aje na strategy mpya namna gani anaweza kupindua utawala wa Muiran, lakini hayuko tayari kwa sababu masharti ni magumu sana. Kwa sababu unaweza ukaona Iran anataka aweze kuondolewa vikwazo ambavyo alivyokuwa amewekewa kwa miaka mingi, kitu ambacho Marekani hayuko tayari kufanya hiko kitu, kwa sababu kumuondolea vikwazo Muiran manake ni kumuimarisha kiuchumi Muiran, na tunatambua nguvu aliyokuwa nayo Iran leo. Alikuwa ipo kwenye vikwazo kwa muda mrefu sana, lakini bado tunaona Iran ni taifa ambalo limejiimarisha sana kiuchumi, limejiimarisha sana kwenye upande wa teknolojia. Kwa hiyo vuta picha kama Iran atakuwa ataondolewa vikwazo, ni kwa namna gani anaweza kuja kuwa na madhara makubwa sana kwa eneo la Middle East kwa baadaye. Na Muirani anatazamwa kama ndio mtu hatari kwenye eneo la Middle East kwa sasa, na Marekani anamtazama ndio mtu ambaye kwa sasa anayempa tabu katika eneo la Middle East, kwa sababu nchi zote za Middle East Marekani amefanikiwa kuweka puppets, amefanikiwa kuweka vibaraka wake. Ukiangalia Saudia, ufalme wa Saudia ni ufalme ambao unaobei kwa Marekani, na ndio maana unaona kuna bezi iko ya Marekani katika taifa la Saudia. Ukiangalia yule mfalme wa Jordan ni mtu ambaye anaobei kwa Marekani. Ukiangalia Iraq baada ya kuondoka Saddam Hussein ni watu ambao wanaobei kwa Marekani na kuna bezi ya Marekani. Ukiangalia Bahrain vile vile, ukiangalia Syria, ukiangalia nchi nyingi UAE, wale wote ni watu ambao ni watu wanaobei kwa Marekani. Kwa hiyo mtu pekee ambaye anamtazama kama ni threat kwake Marekani ni Muiran. Kwa hiyo makubaliano yoyote ambayo atayafanya ya kumfungulia vikwazo Muirani, maana yake ni kumuimarisha Irani kiuchumi, na ataendelea kumsumbua katika eneo la Middle East. Na kimsingi ni kwamba eneo la Middle East pia ni eneo la kimkakati kwa Iran. Tutambue kwamba Iran haipo Middle East, lakini nchi nyingi za Middle East zimepakana na Iran. Kwa hiyo pia ni eneo la kimkakati kwa Iran, na ndio maana unaona Iran na mwenyewe vile vile anakuwa anaingia katika eneo la Middle East kwa ajili ya kuweza kuhakikisha ya kwamba Marekani hatawali kwa 100% katika eneo la Middle East. Kwa hiyo makubaliano haya ninavyoyatazama na yaona yatakwenda vizuri, na Marekani atakubali baadhi ya masharti, lakini atakubali kiunafiki. Atakubali kiunafiki ili vita iweze kusimama, akajipange upya, lakini haina maana kwamba atakubali kumwachia Muirani afanye anavyotaka, kwa sababu moja ya masharti ya Irani kwamba anataka aachiwe aendelee kurutubisha nyuklia, kitu ambacho Marekani hayuko tayari kumwona Muirani ana nyuklia. Sasa katika moja ya vitu ambavyo anavitaka Muirani ni kwamba aachiwe aendelee kurutubisha nyuklia. Marekani hayuko tayari kufanya hiko kitu. Kwa hiyo ni mazungumzo magumu, lakini Irani anapaswa wawe makini sana kwa namna ambavyo Wamarekani wanavyokwenda katika mazungumzo haya. Wanakwenda kimkakati sana kwa ajili ya kuangalia namna gani wanaweza wakaishinda hii vita dhidi ya Muirani. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona Irani ameshinda hii vita, na makubaliano haya yatakwenda kwa namna ambavyo Marekani anavyotaka yeye, sio anavyotaka Muirani. Najua watakubali masharti. It's obvious kwamba watakubali masharti ya Muirani,
kwa sababu ya vita isimame, kwa sababu yeye Marekani ndio ameitaka vita iweze kusimama, lakini atakubali kiunafiki, lakini watakuja kukiuka ile makubaliano ambayo watakayokuwa wameyafanya. Lakini mimi ninachokiamini, Irani wametuma watu makini sana. Yule spika wa bunge wa Irani ambao wamemtuma Dr. Muhammad, yule waziri wa mambo ya nje wa Irani ni katika miongoni mwa watu ambao wapo kwenye highest level ya uongozi wa taifa la Iran. Kwa mfano kama spika wa bunge wa Irani ambaye anakwenda kwenye mazungumzo ni mtu ambaye Ayatollah Khamenei alimtaja kwamba baada yake ni katika wale miongoni mwa watu ambao wanaweza wakashika wadhifa wake. Kwa hiyo Irani wametuma watu makini kwenye mazungumzo na wanajua kitu gani wanakitaka, na uzuri ni kwamba Irani hawana watu ambao ni mbumbumbu, wametuma watu ambao ni makini na wana elimu na wanajua wanachokifanya. Kwa hiyo mimi imani yangu ni kwamba mazungumzo haya yatakwenda vizuri na Marekani atakubali yale ambayo masharti ambayo Irani anayataka, lakini watakubali kiunafiki. Mwenyezi Mungu anasema yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, yani wakati fulani kuna baadhi ya watu wanamkhadaa Mwenyezi Mungu na waumini. Kwa hiyo Wamarekani watakwenda kwa njia ya khadaa kwenda kuwahadaa wale wa Irani kwenye ya mazungumzo, kama ilivyofanyika wakati wa sulhu Hudaybiyah na baadhi ya makubaliano mengine, au wakati wa khilafa ya Ali na wakati wa vita ya Muawiya na Ali ya Muawiya na Abi Sufyan na Ali bin Abi Talib, na mwisho wa siku makubaliano wakaja wakakiuka na watu wakapigana. Kwa hiyo mimi ninachoamini Marekani atakubali, lakini mwisho wa siku watakuja kukiuka haya makubaliano. Sasa kinachoendelea Lebanoni, kwa nini Lebanoni anaingizwa katika huu mgogoro? Kwa nini Lebanoni anapigwa? Watu wengi hawajui kwamba serikali ya Lebanon inaongozwa katika mtazamo wa aina tatu. Lebanoni kwanza inaongozwa na dini mbili kubwa, kwa maana ya Waislamu na Wakristo, ambao watu wengi sana hawajui. Unajua watu wakisikia mataifa ya Kiarabu dhana yao kubwa inakuja kwenye Uislamu, kwamba hawajui kule napo kuna Wakristo ambao wanaishi. Sasa Lebanoni ni nchi ambayo sheria yake na katiba yake, rais wa nchi lazima awe ni Mkristo. Yani sheria ya Lebanoni, rais wa nchi anakuwa ni Mkristo. Hiyo ndio sheria ya Lebanoni, kwa hivyo na katiba yao inasema hivyo. Na waziri mkuu wa Lebanon anakuwa ni anatoka upande wa Mashia. La, waziri mkuu wa Lebanon anakuwa anatoka upande wa Mashia, waziri mkuu wa Lebanon. Nadhani kama sio waziri mkuu, au anaweza akawa ni spika wa bunge wa Lebanon, anatoka upande wa Mashia, lakini upande wa rais lazima awe ni Mkristo, na upande wa waziri mkuu anakuwa ni Msuni. Nimekumbuka sawa sawa, rekodi yangu ama kumbukumbu yangu inaniambia ni kwamba waziri mkuu wa Lebanoni anakuwa ni Msuni, lazima atoke kwenye madhehebu ya Suni, na spika wa bunge wa Lebanoni anakuwa ni Mshia. Kwa hiyo unaweza ukaona mchanganyiko wa serikali ya Lebanoni ilivyo, kwamba rais anakuwa ni Mkristo, waziri mkuu anakuwa ni Msuni au anatoka kwa dhehebu la Masuni, na spika wa bunge anakuwa ni Mshia. Na wale wabunge wa bunge la Lebanon wanakuwa wako 128, 64 wanakuwa wanatoka upande wa Mashia na upande wa Waislamu, na 64 wanakuwa wanatoka upande wa Wakristo. Kwa hiyo inaundwa serikali kulingana na idadi ya Waislamu na Wakristo, lakini kuna mchanganyiko. Sasa kwa nini Lebanoni anapigwa? Lebanoni anapigwa kwa sababu kundi ambalo lina ushawishi mkubwa katika nchi ya Lebanoni ni kundi la Hezbollah, ambalo limeweka makazi yake kusini mwa Lebanon. Kundi la Hezbollah ni kundi ambalo lina mlengo wa Kishia, na ni kundi ambalo linafadhiliwa na Mashia, na ndio maana unaona katika moja ya vitu ambavyo Iran wakati anakwenda kwenye makubaliano, Israeli alikuwa anaishambulia Lebanon na alikuwa amepiga katika makazi ya watu Beirut. Irani akasema kwamba nitakuwa siingii kwenye mazungumzo ikiwa Israeli atakuwa anaendelea kuishambulia Lebanon. Kwa nini Irani anaitetea Lebanon? Ni kwa sababu kuna mkono wake mkubwa pale kupitia Hezbollah.
na kimsingi ni kwamba Israeli hana ugomvi na serikali ya Lebanon, kwa sababu ni serikali ya mseto inayoundwa kati ya Mashia, Masuni na Wakristo. Hana ugomvi na serikali kwa ujumla Lebanon, isipokuwa anaishambulia Lebanon kwa sababu ya Hizbullah. Hizbullah wakati fulani huwa wanachanganyika na baadhi ya maeneo ya makazi ya watu. Kwa hiyo Israeli anakuwa anashindwa apige wapi, mwisho wa siku anajikuta anapiga mpaka kwenye makazi ya Wakristo, anapiga kwenye makazi ya Wasuni, anapiga kwenye makazi ya Washia, kwa sababu Hizbullah wamechanganyika kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo anapigwa Lebanoni kwa sababu ya Hizbullah, kwa sababu Hizbullah ni kundi la Mashia linafadhiliwa na Wairan, na wanaowapiga Waisraeli sio serikali ya Lebanoni. Watu wengi hawajui hiki kitu. Unajua Israeli anashambuliwa na Lebanoni, lakini anayeshambulia Lebanoni sio anayeshambulia Israeli, sio serikali ya Lebanoni. Serikali ya Lebanoni inaundwa na Wakristo na Masuni na Mashia. Anayeshambulia Israeli ni Hizbullah ambaye anamshambulia Israeli kupitia mipakani. Kwa hiyo watu wanatakiwa watenganishe huu mstari, kujua kwa nini Lebanoni inapigwa. Inapigwa kwa sababu ya kundi la Hizbullah. Kwa hiyo Israeli anapokwenda kupiga anakuwa achagui sasa anakwenda kupiga mahala gani. Anakwenda kupiga kwenye makanisa, anakwenda kupiga kwenye misikiti, kwa sababu yeye target yake anakuwa anampiga Hizbullah. Ndio maana unakuta Lebanoni inashambuliwa. Lakini Israeli kama Israeli hana ugomvi binafsi na wa Lebanoni. Ugomvi wake upo na Hizbullah. Lakini kimsingi ni kwamba yako baadhi ya maeneo ya Lebanoni ambayo Israeli naye alikuwa amekwenda kuyaingilia kinyume na sheria. Kuna baadhi ya maeneo ambayo Muisraeli alikuwa amekwenda kuyaingilia maeneo ya Lebanoni kinyume na sheria. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo na vyenyewe vinalalamikiwa ni kwamba Israeli alikwenda kuingia katika baadhi ya mipaka ya Lebanoni. Kwa hiyo yako baadhi ya malalamiko ambayo serikali ya Lebanoni inalalamika kwa Israeli kuingia katika mipaka yake kinyume na sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kule kuna kundi laitwa Hizbullah ambao lenyewe linaungwa mkono na Iran. Na kimsingi wana askari wengi. Hizbullah ni kundi ambalo yasemekana lina askari takriban 400,000 na ni kundi lina nguvu zaidi ya serikali ya Lebanon. Yaani Lebanoni serikali yake haiwezi kudhibiti kundi la Hizbullah. Ni kundi lina ushawishi mkubwa ndani ya Lebanon kwa sababu wana askari wengi, wana vifaa vya kisasa kiasi ambacho mpaka serikali yenyewe ya Lebanoni inashindwa kuidhibiti au kulidhibiti kundi la Hizbullah. Kwa hiyo ndio maana unaona ni kundi ambalo limeimarika kijeshi sana, na vifaa vyake vingi linafadhiliwa na Wairan kwa maana ya uchumi kwa njia ya fedha, kivifaa, kimafunzo wanafadhiliwa na Iran kwa sababu wao ni kundi la Mashia, na tunatambua serikali ya Iran ni serikali ambayo inaongozwa na Mashia, japokuwa ndani ya Irani pia Masuni wapo. Ndani ya Irani Masuni wapo, lakini serikali ya Iran inaongozwa na Mashia. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba haya ndiyo yanayoendelea, na kwa sasa vita kushambuliwa kwa Lebanoni kumekoma, kwa maana kumesimama kwa muda baada ya Iran kutishia kujitoa katika mazungumzo. Kwa hiyo Israeli ameacha kuishambulia Lebanon baada ya kuingia kwenye haya mazungumzo, na raia wa Iran walikuwa wanaona kama ni usaliti kuingia katika makubaliano na Marekani, hali ya kuwa kule kuna Walebanoni wanashambuliwa, wanauawa. Kwa hiyo moja ya ushawishi umetoka kwa raia wa Iran, wanaona kuwaacha Walebanoni wakiwa wanapigwa, wanauawa kama ni usaliti, kwa sababu wakati Irani wapo katika vita na Israeli na Marekani, Walebanoni walikuwa wakiwaunga mkono wa Iran. Kwa hiyo leo wanakwenda kwenye makubaliano, kwa nini wawaache Walebanoni? Kwa hiyo ndio maana unaona ushawishi mkubwa ulitoka kwa raia wa Iran kutaka serikali yake kwamba wasiingie kwenye makubaliano mpaka kwanza Waisraeli waache kuishambulia Lebanoni. Kwa hiyo vita hii ukitazama kwa makini sio ya kuisha leo wala kesho. Ni vita ambayo ukitazama kwa makini sio ya kuisha leo wala kesho, kwa sababu Muirani ameshika eneo nyeti kwa dunia. Strait of Hormuz ni eneo nyeti kwa dunia, na ni eneo ambalo la kimkakati, na Irani kashaona kwamba sehemu pekee ambayo anaweza akajiimarisha kiuchumi ni kuweza kuushika ule mfereji wa Hormuz. Na kimsingi ni kwamba alikuwa hajagundua muda mrefu
kama nikiushika huu mfereji naweza kujiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo kwa upande mwingine Muirani hii vita kwake amenufaika, lakini pia ameona mlango wa kupitia kwamba wapi naweza nikapashika na nikajiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo sioni kama, kwa mtazamo wangu sioni kama hii vita inaweza kwenda kuisha kirahisi hivyo, kwa sababu bado Irani ataendelea kushikilia mfereji na bado ataendelea kuweka tozo ama kuwalipisha watu ambao watakaokuwa wanataka kuvuka pale, na Marekani atakuwa hayupo tayari kuweza kumwachia mfereji ule Muirani aendelee kuwalipisha watu tozo. Marekani nao kimsingi anautaka ule mfereji ili aweze kujiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo naiona hii vita ikiwa inakwenda kuendelea katika mtazamo mwingine, kwa sababu watakubaliana sawa, vita itasimama, lakini bado kuna baadhi ya mambo yatakuwa yanaendelea kufanyika ambayo Marekani atakuwa hayupo tayari kuweza kukubaliana nayo. Lakini bado Israeli mpango wake na mkakati wake ni kuweza kuitwaa ardhi ya Gaza, ambapo moja ya masharti ya Muirani ni kutaka Israeli aondoshe vikosi vyake katika ardhi ya Palestina, kitu ambacho Israeli atakuwa hawezi kukubali, kwa sababu tunatambua nako Palestina kuna kundi la Hamas. Hamas ni kundi ambalo laungwa mkono na Iran, kwa maana ya kufadhiliwa kwa financial, kwa maana ya kipesa, wanafadhiliwa kwa silaha, wanafadhiliwa kwa mafunzo, na ni kundi la ungwa mkono na wa Iran. Na Hamas sio kundi la Kishia, watu wengi hawajui hivi. Hamas ni kundi ni kundi la Kisunna, kwa maana ya madhhabu ya Ahlusunna wal Jamaa, lakini linaungwa mkono na wa Iran. Kwa hiyo kitendo cha kuambia Waisraeli watoe vikosi vyao ni kitu ambacho Waisraeli hawatoweza kukubali, kwa sababu moja ya malengo ya Israeli ni kuweza kuchukua baadhi ya maeneo yaliyokuwa katika ardhi ya Palestina. Moja ya malengo ya Israeli ni kuchukua maeneo yaliyokuwa katika ardhi ya Palestina. Kwa hiyo mimi natazama hii vita bado itakuja katika mtazamo mwingine. Haya yanayoendelea baina ya Iran na Marekani yanaweza yakakoma, lakini vita itaendelea katika mtazamo mwingine, kwa sababu masharti ambayo Iran ambayo ameyaweka sidhani kama Mwisraeli anaweza akayakubali. Na tunapozungumzia Muirani na Marekani, Israeli na Marekani, maana yake unazungumzia baba na mama. Ni watu ambao ukimzungumzia Israeli ndio Marekani na Marekani ndio Mwisraeli. Yaani Mwisraeli haingii vitani bila Marekani, na Marekani hawezi kuingia vitani bila Mwisraeli. Ni watu ambao wanategemeana kwenye kila jambo. Kwa hiyo kimsingi ni kama vita hii itaendelea, lakini katika mtazamo mwingine. Kwa hiyo Irani anapaswa kuwa makini sana kwenye haya makubaliano ambayo anakwenda kuyafanya, kwa sababu ni makubaliano ambayo yana ujanja mwingi ndani yake. Yaani Marekani amekubali, lakini kiujanja baada ya kuona vita imemuelemea sana kwa upande wake, kwa sababu ameshindwa kufanikiwa katika yale ambayo alikuwa anayataka katika vita hii. Kwa hiyo huu ni mtazamo wangu na maoni yangu, na kimsingi ni kwamba kila mmoja anaweza akawa na mtazamo wake, lakini mimi nikiwa naizungumzia geopolitics na itazama katika mtazamo huo, kwa namna ambavyo Uislamu unatuelekeza katika mtazamo wa vita inayoendelea Mashariki ya Kati. Na watu wasidhani kwamba vita hii inaweza ikaisha. Ile vita kuisha ni ngumu sana, kwa sababu ndani yake kuna vyanzo vingi vinavyopelekea vita ile iweze kuendelea. Ndani yake kuna udini, ndani yake kuna siasa inayoendelea. Kwa hiyo ni ngumu sana ile vita kuweza kuisha, kwa sababu Waislamu wanaamini msikiti wa Baitul Maqdis ni mali yao, na wale upande wa Mayahudi wanaamini kwamba pale pia ni mali yao. Kwa hiyo kuna vita ambayo nje ya vita ya kisiasa inayoendelea na watu kupigania maslahi ya kiuchumi, bado kuna vita nyingine ya kidini ambayo ipo inayoendelea. Kwa hiyo kumalizika kwa vita ile ni ngumu sana, na ndio maana ukaona katika moja ya dalili ya kiyama ni vita ile ya Middle East inayoendelea kule. Kwa hiyo watu wasidhani kwamba pengine makubaliano haya yatapelekea vita Middle East ikaisha. Haitoweza kuisha, kwa sababu ndani yake kuna vyanzo vingi vinavyopelekea mapambano au migogoro ya Middle East iendelee kuwepo. Hata Waarabu leo wanaona pengine akipigwa Irani au akiangushwa Irani itakuwa ndio salama ya Middle East. Hapana, akiangushwa Irani itakuwa ndio sababu na wao Waarabu vile vile kuangushwa, kwa sababu target sio Muirani peke yake, kitu ambacho watu wengi hawajui. Target sio Muirani peke yake. Target Muirani akiangushwa, manake watafuatia Saudia, watachukuliwa Bahrain, itakwenda Jordan. Yani Israeli manake wanataka warudishe mipaka yao ile ya asili.
Kwa hiyo maana yake ile Saudia itakuwa katika mikono ya Israeli, Jordan itaingia kwao, Lebanon itaingia kwao, Syria itaingia kwao, na maeneo mengi sana yataingia katika mikono yao. Kwa hiyo Waarabu wanatakiwa kujua kabisa kwamba hapa target sio Muirani. Muirani ni kikwazo tu wao kuweza kutoa ile ardhi ya Middle East. Kwa hiyo Waarabu wanatakiwa wajue hilo kwamba Muirani ni kikwazo tu ambaye Marekani anaamini tukimwangusha huyu Muirani hakuna wa kuweza kutuzuia. Kwa hiyo atakayefuatia pale ni nchi za Kiarabu, zote zitakuwa katika mikono ya Mwisraeli. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.